Simba wanautaka ubingwa wa NBC Premier League. Haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Haiwezekani kwa sababu Simba sasa hivi wapo kwenye nyakati ambazo wanajaribu kujitengeneza upya baada ya changamoto ambazo wamekabiliana nazo za hivi karibuni. Ni nyakati ambazo nyakati mbaya, nyakati ambazo hawatamani tena kuziona zikijirudia, nyakati ambazo hawatamani tena kukutana nazo. Hapa hajatulia, lakini unaweza kusema pana nafuu. Kujenga timu ni hatua, na bahati mbaya ramani ya vita ambayo aliichora Fadlu hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa akifahamu. So Simba ilijikuta ingia kwenye nyakati ambazo haielewi inatafuta nini, na ndio chanzo cha sababu cha Simba Sports kuwa na kalenda mbaya ya Champions League msimu huu. Anakwenda Rwanda kucheza na Petro Atletico, anakwenda kutengeneza heshima. Huwezi kudharau hapa wengine unawachanganya ukisema Rwanda. Rwanda Angola. Kwa sababu ni mji mkuu, wengine wanachanganya of course, lakini bora tuseme tu Rwanda Angola. Yes. Anakwenda kutafuta heshima. Simba ni moja kati ya klabu kubwa, ni klabu yenye heshima kubwa kwenye Champions League, kwa sababu maisha ambayo anayatamani Young Africans ya kuwa na consistency ya kucheza group stage Champions League, kucheza quarter final, Simba ni maisha ambayo anayaishi. So ni nyakati ngumu nakutana nazo. Narudi kwenye NBC. Kwenye NBC Simba ilikuwa ni timu nyepesi sana. Ilikuwa inashinda kwa sababu ni timu ya kiandamizi. Ni timu ambayo inapata misaada kila sehemu. Mahala popote inapokanyaga kuna support kubwa. Hiyo Simba gani? Ya msimu gani? Hii ya msimu huu. Maona, hii ya msimu huu. Na imekuwa ni nyepesi sana. Yaani kiwanjani ni timu nyepesi. Ni timu ambayo inafanya makosa mengi. Ni timu ambayo ikikutana hata na mpinzani wa daraja la kati, akiamua kutafuta matokeo dhidi yao alikuwa anaweza kupata. Lakini ni bahati kubwa pia na wao Simba kwenye hili dirisha dogo wameleta watu ambao mimi binafsi naamini wanakuja kubadilisha kitu kikubwa sana. JKT anaongoza ligi kwa sababu ameshinda. Simba anashika nafasi anayoishika kwa sababu hiyo michezo mingine hajacheza. Ndio. Kwa sababu unaweza ukacheza na ukapoteza matokeo. Michezo 7. Inaweza kutokea. Amna. 7 huwezi kufungwa yote 7. Lakini ashawahi kupata sare 7 mfululizo. Simba 2013. Ya kwanza mpaka ya 7 sare, ya 8 na Yanga sare, baada hapo anashinda. Na akawa mshindi wa 3. Sasa hizo ni kumbukumbu. Lakini siamini mimi kwenye michezo 7 akafungwa yote au akapata sare yote. Lakini kuna namna ambavyo inaweza ikatokea wapinzani wake na wakawa bora na wakatafuta matokeo kama ilivyokuwa kwa Mtibwa. Na ikafanikiwa kwa sababu Steve Barker sasa hivi bado yupo katika nyakati ya kuitengeneza Simba kuwa Simba bora. Si ndio? Na ukiangalia trendi ya msimu uliopita, Simba Sports walikuwa na matokeo mazuri mno. Ni vile tu siasa za mpira wa Tanzania ziliwafanya Simba kuona kufanikiwa chochote. Lakini mimi nakwambia magoli waliofunga Simba msimu uliopita, walifunga magoli 69. Tena hiyo ni goal difference. Walikusanya alama 78. Walifunga magoli 69 wakaruhusu mabao 13. Walipata pointi 78. Hizo pointi 78 Simba hakuwahi kuzipata hizo pointi toka mwaka 2020. Yaani msimu wa 2020-21 Simba hakuwahi kupata hizo alama. Young Africans alikuwa bingwa 2021-22 kwa pointi 78. Simba amepata pointi 78 akiwa nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona Simba walikuwa kwenye nyakati bora sana, lakini kwa sababu hawakufanikiwa kuwa mabingwa wa NBC na walifika finali ya Confederation Cup, wakapoteza. Walifika finali ya kombe la Berkane. Najua anaongelea CRDB. Wakapoteza, lakini bado haikuonekana kama walifanikiwa. Sasa ule mlima ulikuwa ni mkubwa, ni kwa sababu tayari Fadlu alipewa timu without no pressure. Na mashabiki, viongozi walikubali kwamba Fadlu afanye chochote ambacho anaweza kuona kuibuild Simba. Sasa bahati mbaya msimu huu hayupo. Timu imepitia makocha 4 mpaka hivi sasa. Na Steve Barker
anachokifanya sasa hivi yeye ni kujaribu kuanza kutengeneza ile morali ilikuwa imepotea. Na ligi kuu, mpinzani ambaye unamzungumza kwa Simba, hatumzungumzi mtu mwingine, unamzungumza Young Africans. Young Africans ambaye anaonekana kuwa bora mara 2 zaidi ya Simba ambayo inatarajiwa kutengenezwa. Simba wameleta idadi kubwa ya wachezaji waja click, umetokea tafulani, wameshindwa kucontrol, wameingia kwenye malumbano, timu ni kama inaanza upya. So haiwezi kuwa rahisi kwa Simba Sports kuwa title contender in serious kwenda kuwa face Young Africans. Wanaweza kuchallenge mechi dhidi ya mechi ya Yanga na wanaweza kupata matokeo dhidi ya Yanga, lakini kwenye kuchallenge ubingwa, mimi kwangu sioni kama hiyo nafasi inaweza kuwa rahisi sana kwao. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.